Jeshi la ulinzi la Israel IDF limeendeleza mashambulizi makali dhidi ya ukanda wa Gaza ambapo ndege zake za kivita zimeripotiwa kulipua hoteli ya Ayan katika operesheni inayoelezwa kama sehemu ya uharibifu wa kiwango kikubwa unaoendelea kote eneo hilo. Mashirika ya kibinadamu yanasema zaidi ya wakazi 350,000 wa Kipalestina tayari wamekimbia makazi yao, huku maelfu wengine wakilazimika kuondoka usiku kucha kutokana na mashambulizi yasiyokoma. Jiji la Gaza, ambapo kwa kawaida linakisiwa kuwa na zaidi ya watu milioni 1, sasa linashuhudia hali ya uhamishaji wa watu kwa wingi, huku familia zikikimbia kusini kwa magari, mikokoteni au kwa kutembea kwa miguu chini ya milio ya mabomu. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametangaza hadharani kuwa Gaza iko katika moto wa vita, akisisitiza kuwa IDF haitasitisha mashambulizi hadi Hamas ishindwe kabisa na mateka waliobaki waachiwe huru. Kauli hiyo imechukuliwa na wachambuzi kama ishara ya kuendelea kwa mashambulizi kwa muda mrefu zaidi katika eneo la Gaza. Katika upande wa kimataifa, tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa inayoongozwa na Navi Pillay imetoa ripoti mpya ikihitimisha kuwa vita vya Israel dhidi ya Gaza vinaingia katika wigo wa mauaji ya kimbari, yani genocide. Ripoti hiyo inawataja rais wa Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant kwa wanaobeba jukumu chini ya sheria za kimataifa kutokana na kauli na maagizo yao. Israel kupitia wizara ya mambo ya nje imepinga vikali matokeo hayo, ikieleza kuwa ripoti hiyo imepotoshwa na haina msingi. Serikali ya Israel imedai kuwa Hamas ndilo kundi linalopaswa kulaumiwa kwa madai ya jaribio la kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Israel kupitia mashambulizi yake. Kwa upande wa ardhi, mashirika ya habari ya Kiarabu yameripoti kuwa angalau Wapalestina 17 wameuawa tangu alfajiri ya leo kufuatia mashambulizi mapya ya anga ya Israel. Picha na video kutoka kwa wanahabari na wakazi wa Gaza zinaonyesha uharibifu mkubwa wa majengo, moshi mzito na manusura wakitafuta ndugu zao chini ya vifusi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuzorota kwa kasi, huku mamilioni ya watu wakiwa hatarini kutokana na ukosefu wa chakula, dawa na hifadhi salama.